Bunge la Seneti la Zimbabwe limeidhinisha mswada wa mabadiliko ya katiba unaolenga kuongeza muda wa madaraka wa rais kutoka miaka 5 hadi 7 kwa kila awamu. Pendekezo jingine katika mswada huo linataka kuondoa nafasi ya wananchi kupiga kura katika uchaguzi wa rais, na badala yake bunge litakuwa na mamlaka ya kumchagua rais kutoka baraza la wabunge. Zoezi la upigaji kura limefanyika jana likiongozwa na rais wa Seneti Mabele Chinomona, ambapo maseneta 75 walipiga kura ya ndio, huku 4 wakipiga kura ya hapana na mmoja akishindwa kupiga kura. Hatua hiyo imekuja wiki chache baada ya bunge la taifa kuupitisha mswada huo mnamo Juni 18 mwaka 2026, ambapo wabunge 216 waliunga mkono na 42 walipinga hatua hiyo. Mswada huo sasa utarejeshwa katika bunge la taifa kwa ajili ya marekebisho ya kiufundi kabla ya kuwasilishwa kwa Rais Emmerson Mnangagwa kwa ajili ya kutiwa saini na kuwa sheria kamili. Hatua hiyo inampa Rais Mnangagwa kuiongoza Zimbabwe hadi mwaka 2030 badala ya mwaka 2028 ambapo muhula wake wa pili ulitarajiwa kutamatika. Hata hivyo, vyama vya upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu wamepinga hatua hiyo, wakidai kuwa inalenga kuimarisha zaidi utawala wa chama cha ZANU-PF na kupunguza nafasi ya mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Mwanasiasa wa upinzani na seneta wa zamani David Coltart amesema mabadiliko hayo yanapaswa kuwasilishwa kwa wananchi kupitia kura ya maoni ya taifa badala ya kuidhinishwa na bunge pekee. Mashirika ya haki za binadamu yameeleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za vitisho, unyanyasaji na ukamataji wa watu wanaopinga mabadiliko hayo, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kuongezeka nchini humo. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.